katika kusali kwake hapo ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza inazungumza tofauti na kilichosemwa hapo. Ikawa katika kusali kwake, Yesu alikuwa hajasali, Yesu hakusali, Yesu aliomba. Ikawa katika kuomba kwake, sura yake ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta, yani yaking'aang'aa. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakapotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wameelekewa na usingizi, lakini walipokwisha amka aliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga nao, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Haujui asemao. Alipokuwa akisema hayo, litokee wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikilizeni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitazame kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani sana. Nimesoma hii sura ya 9. Ukisoma hii sura ya 9 Luka, na ukaenda ukasoma sura ya 17 Mathayo, anazungumzia habari hii, lakini